Ndio nasemaje? Vitu vingi kidogo vinafurahisha. Kama dhamira ya kusimamisha mchezo au kuahirisha mchezo ilikuwa ni dhamira njema ya kuweza kuokoa mpira. Kama dhamira ya kuahirisha mechi ilikuwa ni dhamira njema kwa maslahi mapana ya soka, lakini pia na ustawi na usalama wa taifa letu, kwa nini leo huyo mtu usimtaje ili tukamwona ni shujaa ambaye aitusaidia kuweza kuepuka haya ambayo yangeweza kutokea? Unaelewa? Kama dhamira ni njema, amekaa aidha ni maelekezo kutoka sehemu nyingine au whatever, amepiga simu kwa nia njema na akatoa sababu, msifungue gate kwa 1 2 3 4 5 6 7, mechi ya ilisha kwa 1 2 3 4 5 6, na kweli mkafanikiwa na mkamna ripoti ambayo ina reflect yale aliyozungumza, kwa nini tusimjue tukampa credit? Kwa hiyo kuendelea kumpicha, maana yake mnajua kabisa kwamba aidha utaratibu aliotumia haukuwa fomo au kuwa rasmi, lakini kile alichowaambia mkifanye kinakwenda contrary na misingi na kanuni zenu, ndio maana wanabakia. Kwa hiyo hawaogopi kusema ni kwa sababu aliongea mtu mkubwa. Na mimi kama ni mtu mkubwa serikali, alikuwa ameongea kwa nia njema. Hasa kama anaongea kwa nia njema, kwa nini tusimfahamu tukampongeza? Na labda kwa kumalizia, yoyote atakayeibuka mshindi katika hili atakuwa ni shujaa, kwa maana huenda tukabadili mfumo mzima wa mpira wa miguu nchini Tanzania, kwa maana haki katendeka mahala ambapo pengine palikuwa kuna uzito. Sasa hivi tunaweza tukajua ABC jana kuna mtu kaweka mzigo huu, wewe unapata hivi kwa utaratibu huu, baada ya kutangazwa tu kombe mshindi na mzigo unapata, au baada ya wiki mbili, kwa whatever itakavyotokea, tutapata mtu ambaye ameshinda katika hiki ambacho tunaona kinaendelea baina ya TFF na Young Africans, kwa maana upande sahihi utakaoshinda huenda ukakomboa mpira wa miguu nchini Tanzania. Hii unaliona ama hii inaendelea, inaweza ikaisha hivi kimya kwa busara? Kwa tu alofikia mpaka sasa tunachokiona ni kwenda kupata mwanga mpya. Mwanga mpya kwa nini? Whether Yanga afanikiwe au wasifanikiwe, maana yake tayari watu wanauelewa wa yote yanayoendelea. Kwa hiyo itakwenda kusaidia kuset standards za namna gani viongozi wetu wanatakiwa waweze kuwa katika uwajibikaji. Lakini pia Yanga huyo maana yake naye tena atakwenda kujimrudi next time, hata kubali kufanya makosa yoyote, akiamini kwamba kama nilipambana kuipambania haki ya mpira kwa kunyooka, siku nikipinda maana yake mimi siko salama, na haitakuwa Yanga toka timu nyingine zote. Kwa hiyo nilifikiri mimi hii ilikuwa ni movement ambayo inahusisha timu zote, kwa sababu haya ambayo inalalamikiwa na Yanga ni madhara ambayo hapo tu kwa Yanga, yapo kwa timu zote. Samahani, wakati kwa maana hiyo sasa unashauri hizi timu ziungane na Young Africans katika hii movement? Definitely. Hilo issue ya tarehe 8 mwezi wa ngapi ni issue ya Yanga na haki yao teke yao ya mechi na Simba. Lakini tunayoona ya pesa yanamgusa kila mmoja. Na tumekuwa tumesikia wakizungumza, lakini wanaongea chini wasemi. Hawa tunadai siwela za Mwanza, siwela za marefali huku, sio vitu gani. Vinazungumzwa vingi. Je, hao nao ni klabu ya Yanga? Hawa siku na walikuwa sio wale kamati ya kuandaa tuzo na hawajalipwa. Kwa hivyo vitu vingi vinazungumzika. Kwa nafikiri ni mwanzo mzuri wa kwenda kurekebisha katika swala zima la management, lakini pia kuona kwamba kuna utaratibu wa wazi wa kuonyesha mapato na matumizi katika hii taasisi. Shukrani. Labda kuna swali nje ya hizi topic nataka niulize kidogo, kama utakuwa fresh lakini nipate